Jambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 7 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Longa, niko pamoja nanyi kuwapatia habari mbalimbali za kitaifa, kikanda na kimataifa. Na katika matangazo yetu ya jioni leo tutaangazia kwa karibu wale usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mapambano dhidi ya waasi 23 yakiendelea kufuatiliwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu. Tutakuletea pia taarifa kutoka nyanda za juu za Kivu Kusini ambako wale usalama katika maeneo Baraka, Fizi na Minembwe endelea kuwa chini ya uangalizi mkubwa, pamoja na taarifa kuhusu mapigano yaliyotokea Minjenje wilayani Walikale kati ya waasi 23 na vikosi vya FARDC vinavyoungwa mkono na wazalendo. Pia katika taarifa yetu kwenda kuzungumzia hali ya kibinadamu baada ya mapigano kati ya makundi ya wazalendo huko Kabambare, pamoja na tukio la kuchomwa kwa miundombinu ya shule huko Ngungu kufuatia kutangazwa kwa matokeo ya mitihani wa taifa. Katika ukurasa wa diplomasia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuna jukumu lake jipya la kuongoza kwa muda baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, kusisitiza kuwa masuala ya amani, ulinzi na wa raia na haki kwa wasirika wa migogoro. Basi tusondoke nasi, endelea kufuatilia Kivu News Info, sauti ya kweli kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama katika nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini endelea kuwa chini ya uangalizi wa karibu wa mamlaka pamoja na wananchi, huku taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zikieleza kuwa mji wa Baraka na makao makuu ya wilaya Fizi bado endelea kuwa katika hali ya utulivu licha kuwepo kwa taarifa na propaganda zinazosambazwa na waasi 23 pamoja na makundi ya washikao kuhusu mwenendo wa mapigano katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka vyanzo vitatu vinavyoelezwa kuwa vya kuaminika na vinavyojitegemea, hakuna mabadiliko makubwa yaliyoripotiwa katika mji wa Baraka wala katikati ya makao makuu ya Fizi. Wananchi wanaendelea na shughuli zao za kila siku, vikosi vya ulinzi na usalama vikibaki katika hali ya tahadhari ya juu ili kuhakikisha usalama wa raia unaendelea kulindwa. Katika uwanja wa operesheni za kijeshi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kudhibiti eneo la mlima pamoja na maeneo mengine muhimu yaliyopo ndani ya sekta ya Mtambala katika kundi la Basilocha wilayani Fizi. Vikosi vya jeshi pia vinaendelea kuwepo katika maeneo karibu na Point Zero ndani ya kundi la Bashimkinje, sekta Itombo wilayani Mwenga ambako mapambano yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa hizo, FARDC imeweka safu ya ulinzi na ukaribiwa kwa chini ya kilomita 25 kutokea eneo la Point Zero. Hali hiyo inaonyesha kuwa jeshi la serikali bado linaendelea kushikilia maeneo muhimu ya kimkakati na kuendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya vikundi vya waasi ili kuzuia jaribio lolote la kusonga mbele kuelekea maeneo yenye wakazi wengi ya wananchi. Kwa upande mwingine, mashirika ya kiraia yaliyopo katika eneo hilo yanaeleza kuwa hadi sasa waasi wa Twirwaneho pa Retabara pamoja na M23 ambao wanatarajiwa kushirikiana katika operesheni zao bado hawajafanikiwa kuyashinda pamoja kwa moja majeshi ya FARDC katika mapigano ya ardhini. Kwa mujibu wa mashirika yao, changamoto kubwa inalolikabili jeshi la serikali kwa sasa ni mashambulizi ya mara kwa mara yanayotekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone, ambazo zinaripotiwa kuvuruga baadhi ya safu za ulinzi wa vikosi vya FARDC. Mashirika haya yanafufua kuwa hali hiyo imesababisha jeshi kufanya marekebisho ya muda katika upangaji wa vikosi vyake kwenye baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele. Kwa mtazamo wao, hatua hizo ni sehemu ya mbinu za jeshi zinazolenga kulinda askari na kuandaa mazingira bora kuendana na operesheni mara baada ya kupata udhibiti mzuri zaidi wa anga la mapambano. Wanaharakati wa kiraia wanasema kuwa harakati za mara kwa mara za vikosi FARDC kutoka na kurejea kwenye maeneo ya mbele ya mapambano zinaonyesha kuwa jeshi bado linaendelea kuwa imara na limejitatiti kutekeleza jukumu lake la kulinda wananchi pamoja na kutetea mipaka ya taifa. Wanasisitiza kuwa uwepo wa vikosi hivyo katika mji wa Baraka na maeneo mbalimbali ya wilaya Fizi unatoa matumaini kwa wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi pamoja na viongozi wa kisiasa na kijeshi kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kukabiliana na changamoto zinazoendelea kujitokeza katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Kwa mujibu wa mashirika hayo, hali ya usalama katika Baraka na Fizi ni muhimu kwa mustakabali wa eneo lote la mashariki mwa nchi, na hivyo anasisitiza umuhimu wa kuimarisha kwa utaratibu wa operesheni za kijeshi, kuongeza vifaa na uwezo wa vikosi vilivyopo mstari wa mbele, pamoja na kushughulikia mapungufu yanayoripotiwa na wananchi na wanajeshi waliopo katika maeneo ya mapambano. Mashirika yanaamini kuwa hatua za haraka zitasaidia kuimarisha ulinzi wa wananchi, kulinda maeneo ya kimkakati na kuzuia kuendelea kwa mashambulizi yanayoweza kuhatarisha usalama wa mji wa Baraka, wilaya ya Fizi pamoja na maeneo mengine ya Kivu Kusini. Hali ya usalama katika nyanda za juu za Kivu Kusini endelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakisubiri maendeleo mapya kutoka kwa mamlaka za kijeshi na kisiasa kuhusu mwenendo wa operesheni zinazoendelea dhidi ya makundi ya waasi.
Hali ya usalama katika eneo la Kabambare mkoani Maniema inaendelea kuzorota kufuatia mapigano makali yaliyoripotiwa kati ya makundi mawili ya wazalendo. Mapigano yanahusisha wapiganaji wanaodaiwa kuwa chini ya uongozi wa jenerali anajulikana kama Mayaya na wale wanaomuunga mkono jenerali anajulikana kama Brown. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia, mapigano yamesababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi, huku familia nyingi zikilazimika kuyahama makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Maeneo yaliyoathirika zaidi na pamoja na vijiji vya Kako, Muzunga, Maloba, Kalonda, Mbili, Mutuka pamoja na maeneo mengine ya jirani katika wilaya ya Kabambare. Wakazi wa maeneo wameripotiwa kuanza kuondoka mara baada ya kusikia milio ya silaha nzito na nyepesi, wakikimbia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Mashahidi wa eneo hilo wanasema kuwa baadhi ya wananchi waliondoka bila kubeba mali zao kutokana na kasi ya mapigano, huku wanawake, watoto na wazee wakilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta hifadhi. Hadi sasa idadi kamili ya watu waliokimbia makazi yao bado haijatangazwa rasmi. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa hali hiyo ya kibinadamu inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi, kwani familia nyingi zilizokimbia zimeachwa bila chakula, maji safi, huduma za afya wala mahali salama pa kujistiri. Watoto wengi wamesitishwa masomo kutokana na kukimbia kwao, huko shughuli za kiuchumi katika maeneo yaliyoathirika zikisimama kwa muda. Kutokana na hiyo, mashirika ya kiraia yametoa wito wa tahadhari kuhusu kuzorota kwa usalama katika sehemu ya Kabambare na kuyataka mamlaka husika pamoja na mashirika ya binadamu kufanya tathmini haraka ya mahitaji ya wananchi walioathirika. Mashirika yanasema tathmini hiyo ni muhimu ili kubaini idadi ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao, kiwango cha uharibifu kilichotokea pamoja na aina ya msaada unaohitaji kwa haraka, ikiwemo chakula, maji safi, dawa, huduma za afya na mahitaji ya muda. Wamezitaka mamlaka za usalama kuchukua hatua za haraka za kurejesha utulivu katika eneo hilo ili wananchi waweze kurejea kwa usalama katika vijiji vyao na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Hadi sasa mamlaka za serikali hajatoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya mapigano hayo wala hatua zinazochukuliwa kurejesha hali ya usalama katika maeneo yaliyoathirika. Wakati wananchi wanaendelea kusubiri juhudi za mamlaka na wadau wa kibinadamu ili kuwapatia msaada wa kuhakikisha amani inarejea katika wilaya ya Kabambare. Utulivu umeanza kurejea katika kijiji cha Minjenje kilichopo katika eneo la Banakindi, kundi la Kisimba, wilayani Walikale, mkoani Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali yaliyotokea siku ya jana Jumatatu tarehe 6 Julai kati ya waasi wa muungano wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisaidiwa na wapiganaji wa wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yalianza majira saa 5 asubuhi wakati kundi la waasi wa M23 lilipoanzisha mashambulizi kutoka eneo la Malemo lipo katika kundi la Bashali Mokoto wilayani Masisi. Waasi hao walielekeza mashambulizi yao kwenye nafasi za FARDC na wazalendo ziliko Minjenje, wakilenga kusambaratisha majeshi ya serikali na kutoa eneo hilo ambalo lina umuhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi yake ya kimkakati. Mashahidi wa eneo hilo wanasema kuwa milio mizito ya silaha ilianza kusikika tangu asubuhi na iliendelea kwa saa kadhaa. Silaha nzito pamoja na nyepesi zilitumika katika mapigano hayo yaliyolazimu wananchi wengi kukimbia makazi yao kwa hofu ya kuasiriwa na risasi. Baadhi ya familia zilijificha porini huku nyingine wakimbia vijiji jirani kutafuta usalama. Mapigano yaliendelea hadi jioni, huku milio ya mabomu na risasi ikiendelea kusikika katika maeneo ya mbalimbali ya Minjenje. Hofu ilitanda katika vijiji vya Mpeti na Zengagano ambako wakazi walihofia kwamba mapigano yangeweza kusambaa na kufika maeneo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilikuwa vikisaidiwa na wazalendo vilifanikiwa kusimama imara mbele ya mashambulizi hayo. Baada ya mapigano muda mrefu, majeshi ya serikali yaliweza kuzuia kusonga mbele kwa waasi kabla ya kuanzisha mashambulizi ya kujibu yaliyolazimu wapiganaji wa waasi wa M23 kuanza kurudi nyuma. Taarifa zinaeleza kuwa waasi hao walijiondoa na kurejea katika eneo la Malemo waliokuwa wametoka kabla ya kuanzisha shambulio hilo. Hata hivyo, iliruhusu vikosi vya FARDC na wazalendo kuendelea kushikilia Minjenje pamoja na maeneo yanayozunguka kijiji hicho. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi kuhusu idadi ya waliouawa, waliojeruhiwa au uharibifu wa mali uliosababishwa na mapigano hayo. Mamlaka za kijeshi bado zinaendelea kufanya tathmini ya hali halisi baada ya operesheni hizo. Licha ya kurejea kwa utulivu siku ya Jumanne, hali ya tahadhari inaendelea kutawala katika eneo hilo. Wananchi wengi bado hawajarejea makwao, wakihofia uwezekano wa kuzuka tena kwa mapigano, huko vikosi vya usalama vikiongeza ulinzi katika maeneo muhimu ili kuzuia jaribio lingine la mashambulizi kutoka kwa waasi. Mapigano Minjenje yanaonyesha kuwa hali ya usalama katika ukanda unaunganisha wilaya za Walikale na Masisi bado ni tete. Maeneo yanaendelea kushuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali yaliyowaweka maelfu ya raia katika hatari ya kupoteza makazi yao na kukumbwa na changamoto kubwa za kibinadamu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuendelea kwa mapigano katika ukanda huo unasisitiza umuhimu wa kuimarisha operesheni za ulinzi pamoja na juhudi za kulinda wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya mapigano. Wakati huo, mashirika ya kibinadamu yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya
hiyo na kutathmini mahitaji ya wananchi walioathiriwa iwapo mapigano yataendelea ili kuibuka katika maeneo mengine ya jirani. Kwa sasa Minjenje inaendelea kubaki chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa shirikiana wazalendo, kwa wale usalama ukiendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka za kijeshi. Aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Azarias Ruberwa ametoa kauli kali kuhusu hali ya usalama na kibinadamu katika eneo la Minembwe lipo katika nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini. Akiwa mjini Washington, Ruberwa amesema kuwa hali inayoendelea katika eneo hilo ni ya kutia wasiwasi mkubwa na inahitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za kitaifa pamoja na jumuiya ya kimataifa. Katika maelezo yake, Ruberwa amedai kuwa Minembwe imekuwa ikishuhudia mashambulizi ya karibu kila siku yanayotekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone pamoja na ndege za kivita aina ya Sonkohi. Kwa mujibu wake, mashambulizi yameendelea kuongeza mateso kwa raia na kuzidisha hali ngumu ya kibinadamu inayowakabili wakazi wa eneo hilo. Ruberwa ameeleza kuwa familia nyingi zinaendelea kuhama makazi yao kutokana na hofu ya mapigano na mashambulizi anga. Amesema kuwa wanawake, watoto na wazee ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mgogoro, huku wengi wao wakikosa chakula, huduma za afya, maji safi na makazi salama. Katika hotuba yake, mwanasiasa huyo amekosoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu namna inavyoshughulikia mgogoro wa Minembwe. Amedai kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya serikali ya Kinshasa na vikosi vya Burundi umechangia kuzorotesha hali ya usalama katika eneo hilo. Kutokana na hiyo, Ruberwa amesema anajiuliza iwapo kuna kile anachokiita ajenda inofichwa nyuma operesheni zinazoendelea. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa rasmi na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala mamlaka za Burundi hadi wakati wa kutolewa taarifa hii. Ruberwa pia ametaka kufanyika kwa uchunguzi wa kimataifa huru na usiotegemea upande wote kuhusu madai ya uhalifu unaodaiwa kutendwa katika eneo la Minembwe. Amesema uchunguzi huo unapaswa kubaini ukweli kuhusu matukio yote yanayoripotiwa na kuhakikisha wahusika wote wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Amekumbusha kuwa katika miaka iliyopita baadhi ya maafisa wa zamani wa Umoja wa Mataifa waliwahi kueleza wasiwasi wao kuhusu hatari ya kutokea kwa kile wanachokitaja kwa usafirishaji wa kabila pamoja na uwezekano wa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Banyamulenge. Kwa mujibu wa Ruberwa, tahadhari hiyo inapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa na jumuiya ya kimataifa. Mbali na wito wa uchunguzi, Ruberwa ameomba kuwepo kwa msaada wa haraka wa kibinadamu kwa wananchi wa Minembwe. Amesema hali ya maisha ya maelfu ya watu yaendelea kuwa mbaya kutokana na mapigano muda mrefu, kwa akidai kuwa mwitikio wa jumuiya ya kimataifa bado haujakizi ukubwa wa changamoto zilizopo. Katika maelezo yake, ametaja ripoti mbalimbali zinazochapishwa na shirika la Human Rights Watch pamoja na World Program Food, akisema kwa taarifa hizo zimeonyesha hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya, lakini bado hatua za kupotosha hazijachukuliwa. Kuhusu juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa, Ruberwa amesema kuwa uwezekano wa kufikiwa kwa usafirishaji wa mapigano unategemea kwa kiasi kikubwa wa viongozi wawili wa kikanda. Amemtaja rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi pamoja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Kwa mujibu wa Ruberwa, viongozi wao wana nafasi muhimu ya kutumia majukwaa ya kikanda kuhimiza mazungumzo, kupunguza mvutano wa kijeshi na kuweka mazingira yatakayowezesha kusitishwa kwa mapigano pamoja na kurejeshwa kwa amani ya kudumu katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatoa tamko rasmi kujibu madai yaliyotolewa na Azarias Ruberwa. Wakati wale ya kiusalama katika Minembwe endelea kufuatiliwa kwa karibu na maelfu ya wananchi wakiendelea kuathiriwa na mgogoro unaodumu kwa muda mrefu. Hali ya taharuki imeripotiwa katika eneo la Ngungu mkoani Kwilu baada ya kutokea vurugu zilizofuatia kutangazwa kwa matokeo ya mitihani wa taifa wa kumaliza elimu ya sekondari unaojulikana kama examen d'etat. Wanafunzi kadhaa waliokosa kufaulu walihusika katika vitendo vya uharibifu kusababishwa kuchoma moto kwa jengo la shule pamoja na nyumba ya kiongozi wa shule. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka eneo hilo la tukio, vurugu hizo zilitokea katika taasisi ya Katelenge, kituo cha mitihani kilichopokea wataniwa kutoka zaidi ya shule 10 za sekondari katika wilaya ya Ngungu. Mara baada ya matokeo kutangazwa, baadhi ya wanafunzi waliobainika kutokufaulu walionyesha hasira zao kubwa, hali iliyogeuka kuwa vitendo vya uharibifu wa mali. Mashahidi wa eneo wanasema kuwa kundi la wanafunzi wenye hasira ilianza kuwavamia ofisi ya utawala wa shule kabla ya kuchoma moto. Moto ulisambaa kwa haraka na kuharibu nyaraka, vifaa vya shule pamoja na mali nyingine zilizokuwa ndani ya jengo hilo. Baada ya tukio hilo, wanafunzi waliendelea na vitendo vyao vya kuelekea kwenye majengo lingine lenye madarasa 6 kufundisha. Jengo hilo pia lilichomwa moto na kuungua
kuwa karibu lote. Yanasababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya shule, madawati, viti, vitabu na vifaa vingine vya kufundisha vikiteketea kabisa. Hasara za wanafunzi hao hazikuishia hapo. Baadaye walielekea kwenye makazi ya mkuu wa masomo ya shule hiyo na kuchoma moto. Kwa mujibu wa taarifa za awali, nyumba hiyo iliteketea pamoja na mali zote zilizokuwa ndani. Rais wa Sisa Kiraia Ngungu, Joachim Kusamba, amesema mkuu wa masomo alinusurika tukio hilo kwa bahati, kwani hakukuwa nyumbani wake wakati kundi hilo lilipovamia makazi yake. Hata amesema mali zote zilizokuwa ndani ya nyumba hiyo ziliharibiwa na moto. Joachim Kusamba ametoa masikitiko yake kuhusu tukio hilo, akisema kuwa uharibifu uliotokea utakuwa na athari kubwa kwa mfumo wa elimu katika eneo hilo. Amesema kutokana na kuungua kwa majengo ya wanafunzi watakaorejea shuleni mwaka ujao huenda watakabiliwa na mazingira magumu na kujifunzia kutokana na ukosefu wa madarasa na miundombinu muhimu. Kwa mujibu wake, hakuna kitu kilichoweza kuokolewa kutoka kwenye majengo yaliyoteketea, jambo linalomaanisha kuwa shule italazimika kuanza upya juhudi za kujenga miundombinu yake. Kiongozi wa Kiraia ameonya kuwa kuna uwezekano wa matukio kama hayo kujitokeza katika shule nyingine kadri matokeo ya mitihani ya taifa yanavyoendelea kutangazwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Amesema hisia za kukata tamaa na hasira miongoni mwa baadhi ya wanafunzi naweza kusababisha vitendo vingine vya vurugu iwapo hatua za tahadhari zitachukuliwa mapema. Kutokana na leo, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha ulinzi katika shule zote zinazohusika na utoaji wa matokeo ya examen d'etat. Pia amezitaka mamlaka za elimu kushirikiana na viongozi wa jamii pamoja na wazazi kuhamasisha wanafunzi kupokea matokeo yao kwa utulivu na kutumia njia za amani kueleza malalamiko yao badala ya kuharibu mali za umma. Kwa sasa mamlaka za eneo la Ngungu bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliokamatwa kuhusiana na tukio hilo wala hatua za kisheria zinazochukuliwa dhidi ya wahusika. Wakati huu uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira halisi ya vurugu hizo na kutathmini kiwango cha hasara kilichosababishwa. Siku leo limebua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wadau wa elimu ambao wanaonya kuwa kulinda shule na mali za elimu ni jukumu la kila mwananchi, kwani uharibifu wa miundombinu ya elimu huathiri moja kwa moja mustakabali wa wanafunzi na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika hatua muhimu ya kihistoria katika uwanja wa kidiplomasia na kimataifa baada ya kuanza rasmi kuongoza kwa muda Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuanzia Jumatano tarehe 1 Julai mwaka huu. Hii ni mara ya kwanza kwa zaidi ya miongo mitatu kwa Kinshasa kushika nafasi muhimu ndani ya chombo kikuu cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na masuala ya amani na usalama duniani. Serikali ya Kongo inasema inatumia nafasi hiyo kuibua masuala yanayohusu ulinzi wa raia, mapambano dhidi ya kutokuwajibika kwa wahusika wa uhalifu mkubwa pamoja na utekelezaji wa ajenda za kimataifa inayohusu wanawake, amani na usalama. Katika mwelekeo huu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa Tuluka anatarajiwa kuongoza mjadala wa wazi utakofanyika Jumatano tarehe 8 Julai mjini New York katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Mjadala huu utakuwa na mada inayosema wanawake, amani na usalama, kutimiza ahadi za sheria na za kimataifa na wasirika wa ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu wa Kongo, mkutano huo utafanyika katika kipindi ambacho dunia inashuhudia ongezeko la ukatili wa kingono unaohusishwa na migogoro katika maeneo mbalimbali, hasa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako migogoro ya silaha inaendelea kuathiri maisha ya raia. Serikali ya Kongo inasema kupitia nafasi yake katika Baraza la Umoja wa Mataifa inalenga kuwa sauti ya wahusika wa ukatili huo na kuikumbusha jumuiya ya kimataifa kuwa ahadi zinazotolewa kwa wahusika lazima zigeuzwe kuwa hatua halisi za kuwasaidia. Majadiliano hayo yanatangazia namna ya kuimarisha mapambano dhidi ya kutokuwajibika kwa wahusika wa uhalifu, kulinda raia kwa njia endelevu pamoja na kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu kwa waathirika ikiwemo matibabu, haki, fidia na msaada wa kuwawezesha kurejea katika maisha ya kawaida. Kwa upande wa serikali ya Kinshasa, ukatili wa kingono unatokea wakati wa migogoro hauwezi kutenganishwa na sababu kuu zinazoendelea na ukosefu wa usalama. Serikali inaeleza kuwa ukatili wa kingono, uchumi wa vita, unyonyaji haramu wa rasilimali za asili ni matatizo yanayohusiana ambayo yaendelea kuchochea migogoro hasa katika mashariki mwa nchi. Katika kipindi cha uongozi wa muda wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia inapanga kuongeza majadiliano mengine muhimu kuhusu uhusiano kati ya rasilimali asili, migogoro na amani. Miongoni mwa mikutano inatarajiwa ni kikao maalum kitachofanyika tarehe 13 Julai kwa mfumo wa Iria. Itajadili nafasi za rasilimali asili katika mgogoro wa juhudi za kujenga amani. Pia kutakuwa na mjadala wa ngazi ya juu tarehe 21 Julai
Julai kuhusu mada utawala wa rasilimali asili kama msingi wa amani na usalama na ustawi. Kupitia uongozi wa serikali ya Kongo imesema inalenga kutumia uzoefu wake wa kukabiliana na changamoto za usalama ili kuchangia katika kutafuta majibu bora zaidi kwa changamoto ya amani, haki na ulinzi wa raia duniani. Hatua imekuja baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza rasmi kipindi chake cha miaka miwili kama mwanachama asiye kudumu wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kwa muhula wa mwaka 2026 hadi mwaka 2027. Tangu Januari mwaka 2026, bendera ya nchi 5 mpya zilichukuliwa kwa wanachama wasio wa kudumu wa baraza hilo zilianza kupepea katika makao makuu ya mataifa mjini New York. Wanachama hao sio wa kudumu hawana mamlaka ya kura ya turufu ambayo inahifadhiwa kwa wanachama 5 wakuu wa kudumu wa Baraza la Usalama, lakini wanashiriki kikamilifu katika kura ya majadiliano na maamuzi yanayohusu masuala ya usalama ya kimataifa. Kwa sasa macho ya jumuiya ya kimataifa yanaendelea kutekelezwa kwa Kinshasa kuona namna itakavyotumia nafasi ya kihistoria kusukuma mbele masuala ya amani, haki na ulinzi wa raia katika kipindi chake cha uongozi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 7 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutupa nafasi ya kuwafikishia habari mbalimbali zinazogusa maisha ya jamii yetu, kuanzia masuala ya usalama, siasa, diplomasia, maendeleo pamoja na matukio yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi endelea kufuatilia kupitia majukwaa yetu mbalimbali kupata taarifa za haraka sana zenye umuhimu kwa wakati. Mimi ni Longa kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info natakia John njema nyamani. Tuendelea kwa pamoja tena katika matangazo yetu ya kesho asubuhi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi bye bye na chao, kwaheri.